Mwanadamu ni kiumbe ambaye anapenda kufanya mambo yake akiwa na mwelekeo mkubwa sana, na zaidi sana pale ambapo ana mwanga mpana wa kule matokeo yale ambacho anatarajia kuyafanya. Na hii inapelekea mambo mengi. Kwa mfano, kwenye biashara kuna bidhaa ambazo zinapewa warranty, bidhaa ambazo zinapewa guarantee, na kuna bidhaa nyingine au katika biashara wanasema wana kitu kinaitwa return policy, kwamba kitu hiki kikiharibika au hukupendezwa nacho, basi unaweza ukarudisha, tukakurudisha pesa zako. Ndivyo tabia za wanadamu zilivyo. Hata tukiwa wagonjwa tunauliza marafiki zetu, ndugu zetu au jamaa zetu walioko karibu kupata kujua niende hospitali gani ambao walau nina uhakika nitapata huduma iliyo bora. Na unapotaka kusafiri hali kadhalika, swali linakuwa ni hilo hilo. Unatafuta chombo ambacho unaamini kwa kiasi kikubwa kuna nafasi kubwa zaidi ya kufika salama. Na hivyo hivyo ipo katika imani. Wanadamu tunachagua kilicho bora, tunachagua kile ambacho tunaamini kitatufikisha kule ambako kuna pumziko na raha ya milele, yani peponi au mbinguni. Sasa kwa kusema haya, nataka nikuonyeshe namna gani hizi imani mbili, Ukristo na Uislamu, vilivyo tofauti kubwa baina yao. Na tutaangalia hawa watu wawili katika imani hizi mbili. Tutamwangalia Muhammad anazungumza nini kuhusu hatima yake na hatima ya wafuasi wake. Na tuzungumza kuhusu pia Bwana Yesu Kristo anazungumza nini juu yake na juu ya wale wafuasi wake wanaomwamini. Halafu nitakuachia wewe mwenyewe Muislamu uamue. Naam, na kusomea kutoka katika sura ya 46 ya Qur'an, inaitwa Suratul Al-Ahqaf, aya ya 9. Inasema hivi: sema, yani hapa Allah anamwambia Muhammad aseme, sema, mimi si kiroja katika mitume, wala sijui nitakayofanywa mimi wala mtakayofanywa ninyi. Sifuati ila aliyofunuliwa kwangu, na sikuwa mie lolote ila ni mwonyaji tu ninayedhihirisha. Hapa Allah anamwambia Muhammad aseme, awaambie watu kwamba wewe Muhammad waambie kwamba hujui kitakachofanywa juu yako wala kitakachowafanya nyie. Hili ni neno zito sana kwa wewe Muislamu, kwamba huyu Muhammad hajui hukumu yake itakuwa vipi, wala hajui wewe unayemfuata kitakupata nini. Ni maneno ambayo unatakiwa wewe Muislamu uyatafakari kwa kina sana, usichukulie tu kiwepesi wepesi. Na kusomea maneno ya Bwana Yesu Kristo yako mengi sana. Ukishika Injili ukaanza kuyasoma yako mengi, lakini nitachagua baadhi tu. Nitachagua kutoka katika Injili ya Yohana sura ya 14. Nitakusomea kwenye mstari wa 1 mpaka ule wa 6. Bwana Yesu anasema hivi: msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia, maana naenda kuandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi mwepo. Nami niendako mwaijua njia. Tomaso akamwambia, Bwana, sisi hatujui uendako, nasi tuijuaje njia? Hapa Tomaso yeye hajui, hana hakika, lakini anamuuliza Bwana Yesu, sisi hatujui uendako, tutajuaje njia? Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Bwana Yesu maneno yake ni ya mtu mwenye uhakika. Anajua anapokwenda, anajua anaenda kukifanya, na anajua wapi anataka tuwepo sisi wafuasi wake. Hata wewe Muislamu ukimkubali Bwana Yesu, hii ndio ahadi yake, kwamba kwa Baba yake kuna makao, anakwenda kutuandalia makao na atarudi kutuchukua. Sio tu anakwenda anapotelea huko, atarudi kutuchukua. Na ndio maana anasema, ili niwapo mimi nanyi muwepo, ili atapokuwa kwa Baba yake na sisi tuwe kwa Baba yake. Hii ni ahadi nzito sana. Nataka nikusomee pia Yohana 11 mstari wa 23 mpaka 26. Yesu akamwambia, ndugu yako atafufuka. Hapa ni wakati ule muda mfupi kabla Bwana Yesu kumfufua Lazaro.
Lazaro huyu alikuwa na madada wawili, mmoja akaitwa Martha na mwingine alikuwa anaitwa Mariamu. Yesu akamwambia, ndugu yako atafufuka. Martha akamwambia, najua ya kuwa atafufuka katika ufufuo siku ya mwisho. Yesu akamwambia, mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Yeye aniaminiaye mimi, ajapokufa atakuwa anaishi, naye kila aishie na kuniamini hata kufa kabisa hata milele. Labda kwa ndugu yangu Muislamu nikufafanulie tu hii lugha Bwana Yesu anaposema kwamba aniaminie mimi, ajapokufa atakuwa anaishi, naye kila aishie na kuniamini hata kufa kabisa milele. Maana yake katika lugha ya kibiblia ni kwamba wanadamu wana vifo viwili. Kuna kifo cha mwili ambako unakufa kisha unazikwa, lakini kuna kifo kibaya zaidi, kifo cha kiroho, kwamba kutengwa na Mungu, ile hukumu ya milele inakupeleka jehanamu, ndio kifo cha milele. Lakini unapokuwa kwa Yesu, ujapokuwa unakufa lakini unaishi hata milele, kwamba kwake yeye kuna pumziko la kweli na kuna kuurithi ufalme wa mbinguni. Kwa kuwa wewe unayemwamini Kristo, unapofufuka unafufuka kwa ajili ya ufufuo wa uzima wa milele, sio ufufuo wa hukumu, ule ufufuko wa kwanza. Na tulisoma mbali katika mojawapo video yangu, Muhammad anasema yeye atakuwa wa kwanza kufufuka, yani kuinua kichwa chake katika ile baragumu la pili, kwamba Muhammad huyu anajua kwamba yeye atakuwa wa kwanza kufufuka katika baragumu la pili. Ule ni ufufuo wa hukumu, lakini Bwana Yesu anasema yeye ndio ufufuo na uzima. Bwana Yesu ana hakika anachokisema. Nasi pia kama wanadamu wenye akili na wenye matumaini na wanaotaka uhakika wa maisha yetu na kule tunakotaka kwenda kuhusu hatima ya roho zetu, haya ndio machaguo mawili naweka mbele zako ndugu yangu, hasa wewe ndugu yangu Muislamu. Tafakari, ni kuhakikishie tu kwa wewe Muislamu ambaye pengine hujawahi kuisoma Biblia, hususan Injili, una simu janja, download hii vitabu vya Biblia, jisomee uone ahadi za Bwana wetu Yesu Kristo zilivyo, na linganisha na maisha Muhammad, utaona ni tofauti kubwa sana. Kwa Yesu kuna hakika ya wokovu, kwa Muhammad hakuna. Kwa Baba wa mbinguni Bwana wetu Yesu Kristo kuna uhakika, kwa sababu alimtoa mwanawe ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Hii ni Yohana 3:16. Tuambie wazi kabisa. Lakini kule kwa Allah na Muhammad wake anasema katika hadithi chungu nzima, na nimeshatoa mifano, fuatilia kwenye channel yangu, anapeleka motoni mpaka watoto wachanga pasipo sababu yoyote, kwa kuwa huyu Allah si Mungu wa rehema, huruma wala upendo. Na huu ndio ukweli wa maandiko yalivyo. Haya si maoni yangu, na kisema tu kile ambacho kinajulikana katika maandiko, katika Uislamu, katika hadithi, katika Qur'an na katika Biblia takatifu. Uchaguzi ni wako ndugu yangu Muislamu. Ninachokileta kwako tu ni kukuonyesha maandiko yalivyo na kukupa nafasi ya kutafakari. Usifuate mkumbo. Mwisho wa siku hatima yako iko mikononi mwako na mwenye kuamua ni wewe.